Kwa kweli mshikaji wangu, ndoto zangu za kuoa mwaka huu zimekwama kabisa. Kwa nini? Cha usiku sikanikataa. Anakukataaje wakati una vitu vyote ambavyo wasichana wanataka mwanaume awe navyo? Yule mtoto hataki pesa, hataki gari. Yaani kwa kifupi nimetumia kila njia kumshawishi, lakini amekataa kata. Wewe hujamshawishi vizuri. Ninavyokuambia nimetumia kila mbinu, na maanisha ndugu yangu. Wewe hujafanya kazi yako vizuri. Siku hizi hakuna mwanamke anaweza kumkataa mwanaume mbele ya pesa. Kwa hiyo unamaanisha pesa inaweza kumnunua cha usiku? Ndiyo, pesa inaweza kumnunua. Na kama huamini, tuweke dau mimi nianze kazi. Poa, we fanya kazi. Ukifanikiwa nitakupa 5,000,000, lakini ukishindwa utanipa 5,000,000. Poa mzee, we andaa tu hiyo 5,000,000. Samahani dada. Bila samahani. Uko tayari kuolewa na mimi? Wewe kaka umechanganyikiwa? Mimi wala sijachanganyikiwa, ila naomba tu nikubalie ombi langu. Hivi wewe kaka unanichukuliaje mimi? Haiwezekani utoke huko ulikotoka kuja kuniambia unataka kunioa wakati mimi na wewe hatujawahi kuwa na mazoea yoyote. Cha usiku, naomba usikatae hii nafasi kwa sababu utafaidika na vitu vingi sana. Unamaanisha nini? Madaktari wamesema nitakufa siku si nyingi, na sitaki kufa nikiwa single. Hivyo nimeona ni vyema nitafute mke atakayerithi mali zangu. Kwa hiyo nitakapokufa, mali zangu zote zitakuwa zako. Kwa mfano nyumba, magari na vitu vingine vyote vya thamani utamiliki wewe. Sasa unasemaje mrembo? Kama ni hivyo, liwalo na liwe, niko tayari. Nimefurahi kusikia hivyo. Sasa mbona hutaki nikubusu? Hapana, sitaki mabusu. Karibu. Asante. Samahani, wewe ni nani? Mimi ni Malaika, daktari wa Alex. Naweza kuingia ndani? Bila shaka, karibu ndani. Asante sana. Dokta, karibu. Vipi, mbona usiku tena? Nimekuja kukutakia heri ya siku ya kuzaliwa. Ni sawa, lakini mbona siku yangu ya kuzaliwa imeshapita? Ni takriban miezi 3 imepita tangu nisherehekee siku yangu ya kuzaliwa. Kuanzia sasa, leo ni siku yako ya pili ya kuzaliwa. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Sikiliza Alex. Kwa ufupi tu ni kwamba tulichanganya vipimo. Na inaonekana kuwa wewe uko salama kabisa. Hebu acha utani dokta. Alex, tulirudia vipimo mara ya pili na tukagundua hakuna ugonjwa wowote unaokusibu. Afya yako iko salama kabisa. Hongera Alex. Kwa kweli hizi ni habari njema sana. Yaani naona kama ndoto. Vipi cha usiku? Uko sawa? Hapana, siko sawa kabisa. Nilikubali kujua kuishi na wewe hapa kwa sababu nilijua unakufa. Lakini hizi taarifa alizoleta daktari zimenikosesha amani kabisa. Kwa hiyo kumbe hizi taarifa za daktari ndo zinakunyima raha? Ndiyo, kama wewe ungekuwa kwenye nafasi yangu ungeweza kuwa sawa. Mimi pia nilifikiri kwamba nitakufa, lakini kama ulivyomsikia daktari, sitakufa tena. Huoni hizi ni habari njema kwetu? Hizo ni habari njema kwako na sio kwangu. Nimeishi na wewe hapa kwa mwezi sasa, nikifanya usafi, kupika huku nikijifanya mke wako. Na nilifanya yote hayo nikisubiri ufe, kisha nipate nafasi ya kumiliki mali zako. Lakini naona mambo yameenda tofauti na makubaliano yetu. Hivyo nadhani ni bora tu niondoke. Cha usiku, tumeishi vizuri sana kwa hiki kipindi chote tulichokuwa pamoja. Kwa nini sasa uondoke wakati tunaweza kuendelea kuishi pamoja? Hapana Alexi, haiwezekani. Inawezekana cha usiku, kwa sababu tuna mambo mengi sana yanayofanana. Mwezi uliopita ulikuwa mzuri sana kwetu, na hilo unalijua cha usiku. Hapana Alexi, nimekuwa nikiigiza tu kuwa mke wako.
na nilijifanya kuwa nafurahi kuzungumza na wewe, ila ukweli ni kwamba nakuchukia Alex. Nakuchukia kutoka uvunguni mwa moyo wangu. Basi, kama unanichukia na hauhitaji kuendelea kuishi na mimi, naomba uchukue hizi pesa kama malipo ya muda wako wote ulioutumia kuishi na mimi kama mke wangu. Pesa zote hizi Alex? Ndiyo, chukua, nimekupa. Ninastahili kukupatia kwa sababu ni haki yako. Sawa. Kwa hiyo sasa naweza kuondoka, sio? Ndiyo, kama unahitaji kuondoka, uko huru, unaweza kwenda. Sawa. Lakini kabla hujaenda cha usiku, nina ombi moja kwako. Ombi gani tena? Kwa kuwa tayari nimekupatia pesa zako na sina deni lolote kwako, je, uko tayari nikuoe tena? Unamaanisha kweli? Ndiyo namaanisha. Nafikiri ulifurahia kuwa mke wangu kwa muda mchache sana. Natamani tuendelee kuishi pamoja, ili ufurahie zaidi. Sawa, nipo tayari. Wow, nimefurahi sana kusikia hivyo cha usiku. Hongera sana Alex, umeshinda dau letu. Tafadhali Steve, huu sio wakati mzuri, naomba uondoke. Siwezi kuondoka Alex, kwa sababu nimekuja hapa kukupongeza. Ameshinda dau gani? Hakuna dau lolote tulilowekeana, huyo anatania tu. Kwa nini unamficha? Mweleze ukweli. Sikiliza cha usiku, tulikuwa tunabishana na Alex kama mapenzi yanaweza kununuliwa. Akasema yeye anaweza kununua mapenzi, na sasa ameshinda kwa sababu ameweza kukununua. Unasema nini? Kwa hiyo vipi kuhusu ugonjwa wake? Kuhusu ugonjwa wake, hayo yote yalikuwa maigizo tu. Hata huyu daktari Alex alimlipa kufanya haya mambo yote aliyofanya. Mshikaji wangu, pesa yako hii hapa, nimekunyoshea mikono. Kwa hiyo Alex, mimi ulinifanya kama mdoli wako kunichezea unavyotaka? Hapana, sio hivyo cha usiku. Ni kweli mwanzo tuliwekeana dau na Steve, lakini nikajikuta nazama kwenye kina cha mapenzi yako, na sasa siwezi tena kuishi bila wewe cha usiku. Unajua nini Alex? Sihitaji tena pesa zako, na hata wewe sikutaki tena.